Na mtazamaji hujambo na habari za wakati huu, nikukaribishe katika habari ya kutwa nzima ya leo kiwa nami Lulu Ali, lakini hapo baadaye tutajiunga na wanamichezo wetu winga Teleza Witness Ngala ambaye atakuja kutupasha zaidi katika upande wa michezo na burudani. Karibu tuwe sote na habari kubwa siku huu leo. Tunaangazia huko nchini Saudi Arabia ambapo zaidi ya mahujaji milioni 1.5 wamekusanyika hivi leo kwenye milima na viwanja vya Arafa nchini Saudi Arabia wakielekea kwenye hatua za mwisho za kukamilisha ibada ya hija, mojawapo ya nguzo 5 za Uislamu. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali ya Saudi Arabia Hassan Al-Nuaim, miongoni mwa mahujaji wanaotekeleza ibada yao mwaka huu milioni 1.5 wanatokea mataifa kigeni, idadi iliyo chini kidogo na ile ya milioni 1.6 walioshiriki ibada hiyo mwaka jana. Tupate undani wa taarifa hii. Safari ya kuelekea milima viwanja vya Arafa imeanza jana Jumatano kwa wengi wa mahujaji kutembea kwa miguu wakiwa wamebeba mizigo, huku hali ya hewa ikifikia nyuzi joto 40. Picha kwenye mitandao ya kijamii na vyombo rasmi vya habari vimeonyesha wengine wakiwa wamebeba mahujaji wenzao wasiojiweza miongoni mwao wakielekea kwenye eneo hilo tukufu. Waziri wa afya Saudi Arabia Fahad bin Abdurrahman amesema kwamba miti 10,000 imepandwa kwenye eneo hilo ili kutoa kimvuli kwa mahujaji, mbali ya vitanda vya hospitali na idadi ya wafanyakazi wa huduma za afya wakiongezwa takriban mara 3 kuliko miaka mingine. Zaidi ya miaka 1400 iliyopita, ibada hii ilifanyika na kiongozi wa Waislamu Mtume Muhammad ambaye alitoa kile kiitwacho hotuba ya kuaga iliyokuwa ya mwisho kwake na iliyotangaza rasmi Uislamu kuwa dini ya ulimwengu mzima. Habari zinasema umuhimu wa siku ya mahujaji kufika kwenye eneo hilo ni sehemu muhimu sana ya ibada hiyo na takriban kilele cha imani, kwa kuwakumbusha siku ya makutano ya wanadamu wote mbele ya Muumba wao, yani siku ya Kiyama. Mmoja wa mahujaji kutokea Misri amesema, ni hisia zinazoweza kuelekeza utukufu ni wake Mwenyezi Mungu, ni kama malaika wamefunika mwili wangu na sihisi kitu kingine chochote, na hisi moyo unatetemeka kwa furaha, matumaini na uhakika kwamba Mwenyezi Mungu atatusamehe makosa yetu na kuzikubali dua zetu. Mtu akiona madhari hii mtukufu wake Mungu, tupo kwenye mlima wa rehema kama rehema imetushukia, alisema Hassan Ali Salmeh. Kwa mujibu wa msimamizi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siku ya Arafa ni siku tukufu kabisa kwenye mwaka, kwani ni siku ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe hujikaribisha zaidi kwa waumini na kuwasamehe. Mahujaji wanabakia kwenye mlima na viwanja vya Arafa kwa ibada na dua kutoka jioni hadi asubuhi, na baada ya macheo watakwenda kwenye viwanja vya Muzdalifa kukusanya vijiwe vitakavyotumika kwenye sehemu ya ibada inayoitwa kumrushia mawe Ibilisi. Hata hivyo, Saudi Arabia mwaka huu imetumia mabilioni ya dola kwenye hatua za kukabidhi usalama wa mahujaji, lakini kiwango kikubwa cha mahujaji kuonekana kuzifanya hatua hizo kuwa na athari ndogo kwenye usalama wao. Mojawapo ya changamoto kubwa kabisa kwenye hija za miaka ya karibuni imekuwa ni kiwango kikubwa cha joto. Shaban Mpute, Channel 10 Plus. Shule ya msingi Mtambani iliyopo kata ya Bunju, Manispaa Kinondoni, inakabiliwa na changamoto ukosefu wa madawati, hali inayoshusha morali na wanafunzi kusoma na hivyo kujikuta wakifanya vibaya. Tupate undani wa taarifa hii na mwana habari wetu Witness Ngalawa. Shule hiyo yenye wanafunzi zaidi ya 2,000 ina jumla ya madawati 865, ambapo kwa mujibu wa walimu wa shule hiyo akiwemo mwalimu mkuu Venance Mwasamakwela pamoja na Lilian Kazimoto, wamesema baadhi ya wanafunzi hukaa chini wakati wa masomo, jambo linalosababisha kutopenda shule. Wamesaidia kuondoa watoto kwenye msongamano wapatao 195, hivyo kwenda kupunguza kwa kiasi kikubwa sana msongamano wa ukaaji darasani wanafunzi. Na kwa kufanya hivyo, idadi ya madawati yaliyopo kwa sasa ni 645, na hivyo shule kubakiwa na upungufu wa madawati 224.
Madawati haya yanaenda kuongeza ari ya ujifunzaji wanafunzi wetu, na tunaahidi kuyatunza ili yatumike kwa muda mrefu zaidi. Tatizo kwa kweli ni kubwa, wanafunzi wanashindwa kuandika mwandiko mzuri, wanaandika mwandiko uliopinda, muda mwingi wanakuwa wanahangaika, hawatulii. Kwa kweli imetusaidia sana kutuletea haya madawati, wanafunzi watakuwa wanaandika mwandiko mzuri, alafu watakuwa wanatulia na kumsikiza mwalimu kwa wepesi zaidi. Kwa upande wake, kaimu afisa elimu ya msingi manispaa ya Kinondoni, Chitigesi Ngaruko, pamoja na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Garda World Security, Goodluck Lukunai, waliotoa msaada wa madawati 65 ili kusaidia kutatua changamoto katika shule hiyo, wamewataka wadau wengine kusaidia ili kuinua ufaulu wa wanafunzi. Wadau mbalimbali tunawakaribisha halmashauri ya manispaa Kinondoni kuchangia sekta ya elimu katika maeneo tofauti, ikiwepo madawati, lakini pia madarasa. Bado tuna uhitaji mkubwa wa madarasa, kwa hiyo tunawakaribisha sana katika kuchangia maeneo hayo. Tunaamini kwamba mchango huu utaleta mabadiliko chanya kwa wanafunzi na walimu. Natumaini kwamba madawati haya yatawapa wanafunzi wetu faraja, umakini na ari mpya ya kusoma na hatimaye kuongeza ufaulu wao. Nao baadhi ya wanafunzi wamezungumzia msaada walioupata na namna ambavyo utasaidia kutatua kwa kiasi kikubwa changamoto ya madawati shuleni hapo. Imeweza kuleta upungufu angalau kwa sababu watoto wengi walikuwa wanakaa chini, lakini baada ya kutuletea madawati haya tunaamini kuwa idadi ya watoto itapungua kukaa chini na watoto watakuwa wanasoma kwa makini pasipo kukaa chini, watoto wote watapata kuelewa. Kwa hiyo tunashukuru sana, tunaahidi kwamba tutayatunza haya madawati, hatutayaharibu, tutasimamia na kulinda hii mali ambayo mmetuletea. Shule ya msingi Mtambani, ambayo inatoa pia elimu jumuishi kwa watoto wenye changamoto maalum, ina jumla ya walimu 50, huku ikiwa na matundu 18 tu ya choo ambayo yanatumika kwa wanafunzi zaidi ya 2000. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10. Rais wa Marekani Donald Trump ametia saini tangazo la kupiga marufuku raia wa mataifa 12 kuingia nchini humo, ikilinganishwa katika awamu yake ya kwanza Trump ambapo aliweza kuzuia watu kutoka mataifa 7 yenye Waislamu wengi kuingia Marekani. Mwanahabari wetu anatujuza zaidi. Rais wa Marekani Donald Trump amezungumza na waandishi wa habari katika ofisi yake ya Oval kwenye ikulu ya White House, akivitaka vyombo vya habari vya nchini Marekani kuripoti taarifa hiyo, ikiwa nukuu maafisa wa utawala wa Trump. Tangazo hilo limewazuia kabisa na kuwawekea mipaka raia wa Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo, Guinea Equator, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan na Yemen kuingia nchini Marekani, huku raia wa mataifa mengine 7 ya Burundi, Cuba, Lagos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan na Venezuela watawekewa zuio la kiwango fulani. Habari zinasema wakati wa muhula wa kwanza Trump aliwapiga marufuku wasafiri kutoka mataifa 7 yenye idadi kubwa ya Waislamu kuingia Marekani, hatua ambayo hata hivyo ilipata ukinzani wa kisheria. Ingawa hatua hiyo ilibatilishwa na Rais Joe Biden mnamo mwaka 2021, akisema amelitia doa taifa hilo. Katika hatua nyingine, Trump ameagiza uchunguzi kuhusu kile ambacho wanasiasa wa chama chake cha Republican wanadai kuwa ni kufichwa kwa hali ya afya ya mtangulizi wake Joe Biden alipokuwa madarakani. Esther Mtebe, Channel 10+. Ujasiriamali wanawake katika kijiji cha Jengeni wilaya Kalambo mkoani Rukwa wameishukuru serikali kwa kuwezesha urasimishaji wa ardhi katika kijiji chao na kuwa na uwezo wa kupata mikopo kwa kutumia hati miliki za kimila. Wilbrod Sumia anaripoti zaidi. Wakiongea baada ya kupitisha mpango wa matumizi bora ya ardhi katika kijiji cha Jengeni, wajasiriamali hao wamesema
Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuletea mradi wa umilikishaji wa hati miliki za ardhi kwa wakina mama. Mwanamke utakapopewa hati miliki ya shamba, yawezekana ukaenda benki ukapewa mkopo kwa sababu nina hati miliki. Namshukuru Mama Samia kwa kutuletea mpango huu wa ardhi wa kina mama. Tutafaidika kupata mikopo kwa ajili ya kufanya biashara ndogo ndogo. Namshukuru sana Mama Samia kwa kutuletea mpango bora wa matumizi ya ardhi. Sisi kama akina mama tutafaidika kupata hati miliki za mashamba, ambayo hiyo hati itatusaidia kupata mikopo benki na kutuwezesha kuongeza kipato. Kituo hiki kimeongea na mkuu wa wilaya ya Kalambo Dr. Lazaro Kilian Komba, ambaye ameungana na wajasiriamali kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kufikiwa na mradi wa mpango wa matumizi bora ya ardhi. Tumia nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia tume inayoshughulikia mpango wa matumizi bora ya ardhi katika nchi hii kwa kuona umuhimu wa kulifanya zoezi hili la kupima ardhi katika vijiji vyetu 16 vile vilivyoko mipakani. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuishukuru serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutoa kiwango kikubwa cha pesa kufanikisha zoezi hili la upimaji vijiji 16, zoezi ambalo litadumu kwa miaka 10 mbele. Wilaya ya Kalambo ina vijiji 111 na inapakana na nchi jirani za Zambia na DRC. Nikiripoti kutoka Sumbawanga mkoani Rukwa, Wilbrod Sumia, Channel 10. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un ameapa kuendelea kuiunga mkono Urusi katika maeneo yote, ikiwa ni pamoja katika vita vyake nchini Ukraine. Vyombo vya habari vya serikali ya Pyongyang vimesema mapema leo kwamba Kim Jong-un amekutana na afisa wa ngazi za juu wa usalama wa Urusi Sergei Shoigu na kusema ataunga mkono bila masharti msimamo wa Urusi na sera zake za kigeni katika masuala yote muhimu ya kisiasa na ya kimataifa, ikiwemo la Ukraine. Urusi na Korea Kaskazini zimetia saini makubaliano mapana ya kijeshi mwaka jana, ikiwa ni pamoja na kifungu cha ulinzi wa pande zote wakati wa ziara ya nadra ya Rais wa Urusi Vladimir Putin nchini humo. Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Damas Ndumbaro amewataka mawakili wa serikali na wataalamu wa sheria kuhakikisha wanachukua hatua madhubuti katika kuboresha utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala, akisema ni hatua muhimu katika kutekeleza dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Jamila Omar ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza jijini Arusha wakati wa ufunguzi wa mafunzo ya siku 3 kwa mawakili wa serikali zaidi ya 600, Dr. Ndumbaro amesema utatuzi wa migogoro nje ya mahakama unaweza kuongeza tija ya kiuchumi kwa taifa. Hilo la kwetu sisi wataalamu ambao tuko hapa, tutafakari, tulifanyie kazi na tuone kwa namna gani kituo cha utatuzi wa migogoro wa kitaifa na kimataifa kinaweza kikawa ni suluhu. Waziri huyo pia ameeleza umuhimu wa kuimarishwa kwa mabaraza ya kata ambayo yaliundwa chini ya sheria ya mwaka 1985 na kusisitiza kuwa yakiboreshwa yanaweza kuwa sehemu ya suluhisho la migogoro mingi ya wananchi kabla haijafika mahakamani. Mwanasheria mkuu wa serikali na mawakili wote wa serikali, tunafanya nini katika kuboresha mabaraza ya kata? Tunayaacha kama yalivyo au tunaangalia kwa jicho la kipekee? Na kama tunaangalia kwa jicho la kipekee, tunafanya mabadiliko gani? Upande wake wakili mkuu wa serikali Dr. Ali Posi amesema mafunzo haya yamelenga kuandaa mawakili wa serikali kukabiliana na mabadiliko ya kiteknolojia, huku wakizingatia mizania ya maisha na mchango wao katika maendeleo ya taifa. Katika mazingira ya sasa, Mheshimiwa mgeni rasmi, ambapo wote tunafahamu sheria zinabadilika kwa kasi, changamoto za kiutawala na kidunia zinaongezeka na mahitaji ya huduma bora za kisheria yanaendelea kukua, ni wajibu wetu kama mawakili wa serikali
na wasimamizi wa sheria kuhakikisha kuwa mawakili wa serikali wanakuwa tayari kukabiliana na hali hizi kwa maarifa, weledi, uadilifu na kuendana na wakati wa sasa. Tunafurahi kuona kwamba wakati bunge hili la 12 linapoelekea ukingoni, mmechukua hatua muhimu ambazo kwa sehemu zimejadiliwa pia kwenye kamati yetu ya utawala, katiba na sheria, lakini pia tumejadili bungeni changamoto ambazo tunakutana nazo kama taifa pale ambapo tunatakiwa kusimamia mashauri ya madai na mashauri ya usuluhishi ndani na nje ya nchi. Katika hatua nyingine, semina hiyo imeambatana na uzinduzi wa mfumo wa usimamizi wa mashauri, tovuti mpya ya ofisi ya wakili mkuu wa serikali, pamoja na maktaba ya mtandaoni, vitendea kazi vitakavyowezesha rejea ya haraka kwa mawakili na kuongeza ufanisi kazini. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya Kyerwa mkoani Kagera amewapinga vikali viongozi wanaopita katika sehemu mbalimbali wakiwahamasisha wananchi kutowachagua viongozi kwa kutumia udini, na kusema kuwa viongozi hao wakibainika wanaohamasisha wananchi, Chama cha Mapinduzi CCM kitachukua nafasi yake. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Joakim kutoka mkoani Kagera anatueleza. Akizungumza na baadhi ya vijana wa TK Movement katika uzinduzi wa kikundi cha vijanao kilichozinduliwa Juni 5 mwaka huu katika ukumbi wa Passion Hotel wilayani Kyerwa, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Kyerwa mkoani Kagera, ndugu Daniel Damian, amesema kuwa wapo viongozi wenye nafasi mbalimbali wanapita wakiwahamasisha wananchi kutowachagua viongozi hao kwa kutumia dini zao, na kusema kuwa jambo hilo linapingwa vikali na Chama cha Mapinduzi CCM. Tumepata taarifa ya viongozi mbalimbali wanapita huko kwenye kata zenu na vijiji vyenu wakizungumza udini. Na wanasema tukichagua Waislamu watauza nchi. Sasa naomba muwe makini na mambo ya udini. Udini hautakiwi kuzungumzwa kwenye uchaguzi. Tunachohitaji ni hoja. Utafanya nini? Una mipango gani ya kusaidia wilaya ya Kyerwa? Lakini usije ukasimama mtu yote atakayesimama akaanza kuambia tuchague Mkristo, kuwa makini naye. Mtu atakayekwambia tuchague Muislamu, kuwa makini naye. Ndugu Daniel ameendelea kuhamasisha vijana washiriki ipasavyo katika uchaguzi mkuu ambao unatarajia kufanyika mwaka huu, na kusema kuwa vijana wanatakiwa kuwachagua viongozi watakaoleta maendeleo katika wilaya ya Kyerwa na sio kuwachagua viongozi wenye pesa kwa maslahi yao, huku mratibu msaidizi wa TK Movement mkoa wa Kagera akiwataka vijana tumia simu zao katika kipindi cha uchaguzi. Tutumie vizuri simu zetu. Kuna simu sasa hivi tunazotumia, simu janja. Tutumie vizuri simu zetu. Tuwe mstari wa mbele wa kukemea na kuzuia kusambaza taarifa zisizo rasmi. Sasa katika nafasi hii ya uchaguzi kaitumie vizuri. Kwa sababu tunawapata viongozi ambao wana malengo ya kutuvusha. Malaki sasa hivi tunakwenda uchaguzi. Ninyi ndio wenyewe mko huko kila sehemu. Tunahitaji madiwani ambao wanaweza kusimamia maendeleo yetu kwenye kata zetu. Na inawezekana huko kuna kero mbalimbali zimeshindikana kuisha. Sasa leo tunaenda uchaguzi. Kazi ya kwenu ni kuhakikisha tunampata kiongozi anayeweza kusimama akatetea kero zetu, akahakikisha kila kitu kinakwenda vizuri kwenye kata zetu. Vijana wa TK Movement wilaya Kyerwa wamesema kuwa wataendelea kushirikiana na viongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM pamoja na viongozi wa serikali ili kuyasemea mazuri yanayotekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kutoka wilayani Kyerwa mkoani Kagera, Joakim, Channel 10. Kutokana na upungufu wa wataalamu wa usalama mtandaoni wapatao milioni 4 kwa nchi za bara la Afrika, Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM kimeanza rasmi kutekeleza programu ya kufundisha vijana utaalamu huo, ambapo baada ya kuhitimu watatunukiwa vyeti vitakavyowezesha kufanya kazi ndani na nje ya nchi. Taarifa zaidi na Amani Mbando anatueleza.
Kwa sasa wataalamu wa usalama mtandaoni waliopo kwa nchi zote za bara la Afrika ni chini ya 10,000, ambapo kutokana na uhitaji huo UDOM imeanza kutekeleza programu hiyo kwa kushirikiana na shirika lisilo la kiserikali la Kimarekani la Africa Program for Cyber Technology kwa kuanzia na vijana wapatao 200 ambao watapewa mafunzo kwa awamu. Akizungumza wakati wa hafla fupi ya ufunguzi wa mafunzo hayo, makamu mkuu wa chuo Profesa Lugano Kusiluka amesema fursa hiyo ilitokana na mazungumzo kati ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alipokuwa nchini Marekani pamoja na mojawapo ya viongozi wa shirika hilo ambaye alimdokezea nia ya kuendelea kujenga uwezo wa nchi za Afrika katika masuala ya usalama mtandaoni, na ndipo rais alipendekeza kuanza na UDOM. Takwimu zinaonyesha kwamba bara la Afrika peke yake linahitaji wataalamu au lina upungufu wa wataalamu kwenye mambo ya usalama mtandao kama 4,000,000, na sasa hivi hata 10,000 haijafika. Kwa hiyo kimsingi tunachosema hapa ni kwamba wale watakaosomea hii program, uwezekano wa wao kupata ajira nje ya mipaka ya Tanzania ni mkubwa sana, na hili ni lengo pia la kitaifa kwamba vijana na wataalamu kutoka Tanzania washiriki katika fursa za kazi duniani kote. Kwa upande wake, mratibu mkuu wa mradi huo Bwana Edward Sandberg amesema kuwa hiyo ni programu yao ya kwanza kuanzisha kwa hapa barani Afrika, na kwamba lengo ni kuona wanafunzi wengi wananufaika na mpango huo ili kukidhi vigezo vya kiushindani vya kidunia katika masuala yanayohusu usalama wa mtandao. Kile ambacho tutakisimamia kulingana na uanzishwaji wa programu hii ni kuona kuwa wanafunzi wanapohitimu wanaajiriwa kwenye maeneo ya usalama mtandaoni ndani ya Tanzania ili kuendelea kuwa na mzunguko wa ndani wa fedha. Hatutaki kuona tunawafundisha hapa kisha waende nchi nyingine kwa lengo la kujipatia fedha, kwa kuwa Tanzania haitanufaika na uwekezaji huu. Awamu ya kwanza ya mafunzo inajumuisha wanafunzi 80 wa mwaka wa 2 hadi wa 4 wanaosoma masomo ya TEHAMA UDOM, ambapo watasoma kwa mwaka mmoja na baadaye wakifuzu mitihani watapata vyeti vinavyotambulika kimataifa. Lakini pia ilikuwa ni msukumo wetu sisi mabinti, maana vijana wengi wa jinsia ya kike waga hawashiriki katika masuala mazima ya ulinzi wa kompyuta na mitandao. Mafunzo nitayapata yatanisaidia mimi na wengine kiujumla. Nitajitahidi kuwaelimisha namna ya kuwa salama mitandao, matumizi mazuri ya kimtandao. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Mbunge wa jimbo la Rufiji ambaye pia ni waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI Mohamed Mchengerwa amewataka walimu wakuu ambao shule zao bado wanafunzi wanapata zero katika halmashauri ya mji wa Rufiji kuhakikisha wanaendelea kuweka mikakati ya kutokomeza zero mashuleni. Margaret Malisa ana taarifa zaidi. Waziri Mchengerwa ametoa rai hiyo katika mkutano mkuu wa walimu wa awali shule za msingi, sekondari na vyuo katika halmashauri ya mji wa Rufiji, ambapo pia amewapongeza kwa kuweka historia ya mafanikio makubwa katika sekta ya elimu, huku mkuu wa wilaya ya Rufiji Lieutenant Colonel Frederick Faustin Komba akimshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutoa fedha nyingi za miradi ya elimu. Lazima sisi wenyewe tuwe tayari. Ni lazima ninyi walimu muamue, na hii tunaweza kila mmoja wenu aamue sasa kusema kwamba ameamua kwenda kusaidia watoto wa Rufiji. Ningependa kwa niaba ya wananchi wa wilaya ya Rufiji kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna alivyotekeleza azima yake ya kuboresha sekta ya elimu kwenye wilaya yetu ya Rufiji kama ilivyofanuliwa na afisa elimu kwenye taarifa yake. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kazi kubwa iliyofanywa na Mheshimiwa Rais, sisi walimu, wadau wa elimu na wananchi wote wa Rufiji tunasema asante sana rais wetu. Asante sana mama kwa uongozi wako uliotukuka. Akizungumza katika mkutano huo, mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Rufiji Mheshimiwa Abduli Chobo aliwaahidi walimu kutatua changamoto zao mbalimbali ili waweze kuendelea kufanya kazi katika mazingira mazuri. Tuahidi kwenu walimu, sisi kama halmashauri, mimi mwenyekiti na baraza langu la madiwani kupitia mkurugenzi wangu, tutahakikisha kwamba maslahi yenu sisi kama halmashauri tunayasimamia. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuchukua nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jitihada kubwa
anazozielekeza kwenye sekta ya elimu. Pia tukushukuru wewe kwa jitihada kubwa ambazo unazionyesha kuelekeza nguvu zako zote kuhakikisha taaluma Rufiji inapanda. Margaret Malisa, Channel 10. Mawaziri wa ulinzi wa jumuiya ya kujihami ya NATO wanatazamiwa kuidhinisha malengo ya ununuzi wa zana zao za kijeshi ili kuilinda vyema Ulaya, eneo la Arctic na Atlantic ya kaskazini. Hiyo ni sehemu ya shinikizo la Marekani la kutaka muungano huo wa kijeshi kuongeza gharama ya matumizi ya ulinzi, ikiwa malengo hayo yanaelekezwa kwa kila moja mataifa 32 kununua vifaa vya kipaumbele kama vile mifumo ya ulinzi wa anga, makombora ya masafa marefu, mizinga, ndege zisizo na rubani na viwezeshaji vya kimkakati kama vile kujaza mafuta ndege zikiwa angani na usafirishaji wa zana nzito kwa kutumia ndege. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesema hayo yatafikiwa katika kikao cha mawaziri wa ulinzi mjini Brussels kabla mkutano wa kilele wa wakuu wa nchi za NATO utakaofanyika mwishoni mwa mwezi huu. Huku waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema kuwa muungano sio kupeperushwa tu bendera za wanachama bali kila mmoja kuchangia katika uwekezaji. Na mtazamaji, na taarifa hiyo ndio inatupa wasaa wa kupata mapumziko mafupi, na tukirejea tutakuja kuangalia katika upande wa habari za biashara. Endelea kubaki nasi, hii ni Channel 10 Plus, nami ni Lulu Ali.